Hii ni MTV ya Jumanne, Mei 5, 2026. Karibu katika matangazo yetu ya siku ya leo. Mimi ni Abel Tongo, nilichaguliwa na uandishi wa habari kukuletea matangazo haya kwa siku ya leo. Na moja kwa moja tunaanzia huko Mangujipa, ambapo mpiganaji kutoka kundi la wazalendo wa FAR amuua mara tena mkaaji wa Mangujipa kwa kumpiga risasi saa 24 baada ya mauaji ya Kimbulu wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Taarifa zasema kwamba mzalendo ambaye alishutumu mke wake kuwa na mahusiano ya kimapenzi na kamanda wake alimpiga risasi na kufariki magharibi ya Jumatatu Mei 2026 kwenye kambi ya wazalendo ya Yambia yapa Mangujipa katika mji mdogo wa Mangujipa, sekta ya Bapere wilayani Lubero. Hortense Lebati, kiongozi kwa muda wa sekta ya Bapere, athibitisha kisa hicho na kuhakikisha kuwa mhusika wa mauaji hayo yuko mikononi mwa mahakama ya kijeshi, wakati muhanga wa mauaji haya Rebeka mwili wake wahifadhiwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha hapo Mangujipa. Wakazi wa Mangujipa wakishutumu mauaji haya wana mtazamo gani dhidi ya jambo hili? Mkaaji huyu hapa ambaye azungumzia swala hili na ambaye hakutaka jina lake liweze kutajwa. Hiyo habari ni kweli, ilikuwa ni jana siku ya 3 tarehe 5 hapo mjini Mangurejipa. Ilikuwa kwenye kata ya Manjenjemu huko. Mzalendo mmoja alimpiga mke wake risasi na akafariki hapo hapo. Sasa mnapoona kisa hiki, ninyi kama wakaaji wa Mangurejipa mna maoni gani na mnajihisije? Hii sisi wakaaji hapa Mangurejipa tunaona kama hii ni kutokuwa na mafunzo ambayo inasababisha hiyo. Askari wanamiliki silaha hawakuwa na mafunzo yoyote hawa wazalendo. Ingawa wangelikuwa na mafunzo yoyote ama wangekuwa na sheria mbalimbali ambao wanaendelea kukua nayo, hii visa haingeweza kuwepo kila mara. Kwani kuna kisa kingine ambao kilipitika hapo mjini Mangurejipa kwenye kata Matonge, ambapo mtu mmoja naye aligunduliwa tena amefariki ndani ya nyumba. Ilionekana ni hao ambao tena walifanya kisa kama na hiki. Amefariki katika mazingira gani? Ilikuwa watu walikuja wakivumbua maiti yake nyumbani na ikaonekana waliweza kutoboa macho yake kwa visu. Sasa nyinyi kama wakaaji wa Mangurejipa mnaposhuhudia visa kama na hivi, na wakati Mangurejipa mnashuhudia pia visa vya ukosefu wa usalama na kutokana na ADF, mnashauri nini serikali yetu ya Kongo? Tungeliambia serikali ama government yetu ya Kongo ya kwamba iangalie namna gani kuweza kufunza vizuri, kwani tunaishi mazingira ambayo sio nzuri na watu waendelea kuhofia maisha yao. Kwani huku nafasi ambapo tunaishi huko Mangurejipa ni nafasi ambapo sisi kwenda kwanza shambani ni inakuwa kwetu shida, lakini sasa tunaangalia na watu wanaendelea kufariki ndani ya miji. Hii inakuwa ni hatari kwetu. Tuliomba government yetu ya Kongo iweze kutia namna gani kuweza kuangalia kulinda watu ambao wanapatikana mjini ndani ya miji yetu. Kwani hao askari ambao wanamiliki silaha, hao wazalendo, wangeliangalia namna gani government yetu iangalie kuwafunza vizuri ili wakuwe na silaha na wanajua namna gani kuweza kutumikisha hiyo silaha. So wamekuja huko kuwalinda? Ndio, walikuja kutulinda, lakini wakati tunaendelea kupatikana ndani yetu watu ambao wanafariki bila hatia yoyote, hiyo inatupatia kushangaa sana. Tunakushukuru sana. Nami pia nawashukuru. Wapiganaji kutoka kundi la wazalendo wa FAR ambao wamepiga kambi kwenye baadhi ya vijiji wilayani Lubero washutumiwa kuhusika na mauaji ya watu 3 katika muhula wa siku 3 baada ya wengine wawili kugunduliwa wakiwa wamezikwa kwenye kambi lao la Kimbulu, hali inayozusha tafaruki kubwa. Mashirika ya kiraia wilayani Lubero kama vile mjini Butembo yakiwa tayari yameshalalamika kuomba serikali kupata suluhisho kuhusu swala la wazalendo ambao hushutumiwa katika baadhi ya vitendo vya ukosefu wa usalama na ukiukaji wa haki za binadamu, japo lengo lao la kuunga mkono jeshi la taifa katika kutafuta usalama mashariki mwa DRC. Goma. Meya wa mji wa Goma Desire Ngabo hamasisha wakazi kupanda miti kila mmoja katika uwanja wake. Raia wapokeleaje jambo hili? Mwandishi wetu wa Goma Ostere Malivika amekusanya maoni ya wananchi, nao wanasema unajua tunapaswa tuishi ndani ya mazingira mazuri. Sasa vile mnajua, nimeisema tena, Goma ni mji ambayo inakaa kwenye milima ya volcan. Alors kama hatupande miti tunarisikia kuwa itufe na klima mbaya. Wala pokwa tunapaswa kureboaze mji ili mji wetu iweze kuwa na miti mingi na hewa bora. En dehors de ça, Goma aussi ni ville touristique.
na vile turistiki inapaswa ifanane mzuri. Wanapokuwa tuko naweza panda miti kwa siku ya leo. Unashirikiana na wanafunzi na polisi, hata naona nao wanapanda miti na kufagia. Maendeleo ya mji ni ya watu wote, hasa hawa wanafunzi wa etudia. Tunapaswa kufanya sorte ki waweze kujiapproprier projet za development ya mji, kwani Goma ya kesho ni wao, Kongo ya kesho ni wao. Yaani wanapaswa wahusishwe kabisa kwa kila mradi ambao inafanyika ndani ya mji wa Goma. Kwa nini mnapatia elimu ama kuadibisha wanafunzi washiriki kazi za umma ama salon? So unajua wao wengi wako wanafanya agronomy, wengine wanafanya protection, wanafanya environnement. Tunapaswa mettre en profil ma savoir faire yao, ile ambao wako nafanya kwenye masomo, yale ambao wako nasoma tunapaswa kujua kuipratike pamoja na wao. Na wakati wataipratike, wakati etudiant mpanda mti ataweza kujiapproprier ile mezosi, atatusaidia kuweza kubeba message ndani ya mafamilia na ndani ya societe, kuonesha maana ya kuweza kupanda miti, paske yeye mwenyewe kwanza ameweza kuparticiper. Sasa na polisi kupanda miti? Ya polisi nao si ni watu, mimi niko mmea niko napanda, polisi nao wanapanda. Tuko na makooperative nyingine hapa, cooperative ya Bapeple, paske polisi nao haiko epargne. Klima kaharibika, naye si ni mwanadamu, hata jeshi, hata afande wote na Makenga na anapanda miti, hata coordinateur colonel nanga anapanda miti. Gavana Bahati Msanga naye nao wako napanda miti kwao. Yaani ni jambo la watu wote, haiko ya watu wa moja. Kuna adhabu kwa wale ambao wanakuwa wakikata miti baada ya nyinyi kupanda? Yes, unaona hii mti sisi tunaitia hapa. Mmoja afanye hazara kuitoa hapa. Kisha tumkamate. Unadhani justice itajicharge nayo? Haiko tena blague, hii mti hapa sisi tuko naiona sasa vile iko na valeur ya $1 million. Yaani mtu yote watafanya blague kusema sisi tulipanda mti hapa kisha yako iongola, services zitahusika nayo. Bwana mimi na zile miti zile kwa ziko na pandia barabara, kuko watu wako charger kuziarroser wala les populations wanapaswa activer. Boss, unajua kwanza mti kapandwa mbele ya parcelle yako ni wewe njoo wa kwanza unapaswa kuwa na vee kwa ile mti. Na kila mtu ambaye tuko napanda mti mbele ya parcelle yake tuko namwambia ile mti kitoka pale na yeye atoke pale. Na hizi zingine ni affaire ya watu wote. Kila mtu, kila mkaaji wa Goma, kila mkongomani, kila mtu ambaye iko hapa, ikuwe etudiant, ukuwe eleve, ukuwe pasteur, ukuwe artiste, ukuwe politicien, ukuwe soldat, ukikutana mtu na unakutana na hitaji maji, mwanga maji. Ukiona mtu ambaye iko naenda naongola miti ovyo ovyo ama kukata miti ovyo ovyo ndani ya mji wa Goma, unakuwa signalema service ili services ziweze kuhusika nayo. Yaani ni jambo ya watu wote. Sasa mbuzi nayo ikikula mtu mtaifunga ama mtaipeleka wapi? Yes, unaona inakataza aussi divagation ya des animaux. Yaani kama ulivuka mbuzi kwako, ulivuka ngombe kwako, unapaswa hakikisha umeichunga vizuri ili siende haribu. Ikiharibu, wewe mwenye nawe ukikaribu mti mmoja tutakwambia utuuzie miti 1000. Na unaipanda wewe mwenyewe na unaifuatilia. Asante sana. Tukisalia katika taarifa hizo za upandaji wa miti ni kwamba uko Uvira, Kivu Kusini, shirika la kiutu linaloitwa Emergence Congo laendelea na kampeni ya upandaji miti kwenye mashule na makanisa mjini Uvira. Jumanne hii wamepanda miti ya matunda kwenye shule la kanisa la Kimbangu eneo la Kabindu la wilayani Kalundu. Christophe Ishalenge, mkuu wa shirika hilo, hapa anajibu maswali ya MTV kwenye mic ya mwandishi wetu Thompson Unji Batangalo William. Naam, tuko kwenye kanisa la Kimbangu hapa mjini Uvira. Tumekuta shirika la Emergence Congo wakiwa pamoja na watoto wanafunzi wa shule ya msingi Hekima na miti mikononi. Mimi naitwa Christophe Ishalenge Lwala. Mimi ni kiongozi wa shirika ambalo linaitwa Emergence ONG RDC ambalo linatumikia hapa mjini Uvira. Leo tunawaona mko hapa kwenye kanisa la Kimbangu. Mmekuja kuabudu? Hapana, sisi hatukukuja kuabudu, bali tunakuja kupanda miti pamoja na watoto hapa kwenye kanisa la Kimbangu. Katika mradi gani? Hii ni mradi mtoto panda miti kwa ajili ya ulinzi wa mazingira. Malengo ya mradi huu ni kwamba tulichunguza kwamba hapa kwenye kanisa la Kimbangu huko tatizo moja ya mmonyoko wa ardhi. Udongo iko naenda na ile miti inaweza kusaidia udongo usiende tena haraka na maji. Pia tuliona walijenga kanisa nzuri sana, lakini kuna wakati upepo ukivuma sana unaweza kubeba hata manjanja, kubeba hata kuangusha hata kanisa, na tunawaza kwamba ile miti inaweza kusaidia hata kwa ulinzi wa upepo. Na zaidi ya yote sisi tunapanda miti pamoja na watoto
kwa kuona kwamba tuko tunaangalia gisi majira au tunaita changement climatique mu lugha ya Kifaransa iko na sumbua sana, iko na sumbufu sana, lakini na sisi tunafanya kidogo kwa ajili ya kupiganisha ubadilishi wa hewa. Na ni aina gani ya miti ambayo mnapanda? Miti tunapanda hapa ni miti ya matunda. Ndani ya hiyo miti muna orange au ndimu, muna pia ndreni na muna citro au ndimu chungu. Na pia tunapanda miti ambayo inaitwa fomange, njoo hii hapa. Hiyo miti inasaidia sana kwa hewa hapa kwetu kukanisa, na pia itasaidia kwa kivuli kwa watu ambao watakuwa wako wanacheza gisi wa Kimbangu wanapendaka kucheza, watakuwa wanacheza chini ya kivuli kizuri hapa. Na hii miti ili ifikie malengo itaomba miaka mingapi kwa kukomaa? Hii miti nawaza kwamba kwa miaka 2 tu watakuwa wanaanza ishi hewa ya hii miti, na kwa miaka 2 wanaweza kuanza hata kupata matunda, kuvuna matunda. Na kwa nini mlichagua kanisa la Kimbangu tu? Na nyinyi mnataka Malinga? Ndio, tunataka Malinga, lakini hatukulichagua kanisa sababu ya Malinga. Tulichagua kanisa kwa sababu tuliona kwamba sisi lengo letu kwanza ni kuona kwenye kuko kiwanja kinye kinaweza kupandiwa kwa miti. Tuliona kanisa la Kimbangu lina kiwanja ambacho kiko wazi na kiko kinapelekwa kila wakati, na mimomonyoko ya ardhi ziko naipeleka kila wakati, na ndio maana tukaona kwamba imetubidi sisi kuwasaidia ili kanisa libakie bila tatizo lolote. Na baada ya Kimbangu ni wapi? Baada ya Kimbangu tuko kwenye shule la msingi Nazarene na kanisa Nazarene, na baada ya Nazarene tutakuwa kuepe Amani na kuepe Lukula. Na kwa nini mnatumika na watoto? Tunatumika na watoto kwa maana mradi wetu ni wa kutumika na watoto ambao tunauita mtoto panda muti. Mu lugha ya Kifaransa tunaita un enfant un arbre, mu lugha ya Kiingereza tunaita one child one tree. Mtoto apande muti moja, anaukomarishe au chunge au mwangie maji ili upate kukomaa. Ujumbe ni kwamba tunaita watu wote wa Uvira kutusindikiza na kushindikiza pia hao watoto ambao wako wanapanda miti, kwa sababu tuliona kwamba ndani ya watoto mnaweza kuja ulinzi bora wa mazingira, kuzidia sana sisi wazazi au wazee ambao tuliharibisha mazingira yetu bila kujua. Lakini wakati tunafundisha mtoto, tunahamasisha mtoto, tunamuelimisha na tunamfuatilia nyuma, atasaidia sana Kongo yetu ya kesho. Tunakushukuru. Asante. Wanafunzi walichangamkia zoezi la upandaji wa miti. Mwanafunzi huyu akiojiwa na Thomson Unji Batangalo William anaahidi kuwa atatunza miti anayoipanda. Sababu ya kulinda mazingira. Nani alikwambia? Emergence. Iliwaambia nini? Iliwafundisha nini kwa siku ya leo? Kufundisha kisa kulinda mazingira na kupanda miti. Kwa hiyo leo mnafanya nini? Leo tunapaswa kupanda miti. Waliwaambia ni aina gani ya miti? Aina kuna ndimu, citron na orange. Wewe utakuwa unaichunga hii mti yako? Nitakuwa naimwagia maji na ilinda vizuri. Asante. Exauce, leo uko na mti, tunakuwa uko na miti, imetoka wapi? Imetoka kwa watu waone. Bali baambia nini? Walituambia ili ya kulinda mimea. Utaweza kulinda mimea? Ndio. Kuna bwana mdogo mwingine hapa. Habari za kwako? Mzuri. Kwa majina? Kwa majina naitwa Mikaelange Kanyole. Kanyole, tunakuona tena leo uko na mti kwa mara nyingine tena. Hebu tueleze bwana Kanyole, uko na huu mti, uliutoa wapi na mumefunzwa nini kuhusu hii miti? Ulifunzwa nini? Hii miti tulifunzwa kuilinda na kuchunga vizuri ili minyama na watoto wadogo wasikuje kuiharibu. Kweli? Kweli. Sasa mtachunga namna gani? Kuchunga namna gani? Kukiangalia kila siku, kuitilia mavi ya mbuzi, kuimwangia maji. Wazazi wako watakubali hivyo? Watakubali. Hawataona kama ni usumbufu kwako? Hapana. Sababu utakuesha wafasiria? Ndio. Sasa we unaona kabisa hii miti itakuwa na manufaa gani? Mafaa gani? Hii miti mafaa gani? Mafaa ya dawa, ya chakula, na pia inatupatia nguvu nyingi.
Tunakushukuru ndugu. Ulisema nani tena Kanyole? Ndiyo. Tunakushukuru. Na huko mjini Beni, waandishi wa habari mjini Beni, Kivu Kaskazini, walalamikia changamoto wanayopitia tangu kuripuka kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu wa MTV kutoka katika mji wa Beni, Jeremie Hassani Kiawere, na ripoti hiyo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanahabari wapitia changamoto kubwa, akisema Valerie Mukosasenge, msimamizi wa waandishi wa habari katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Pashaji habari pate fursa ya kutumika kazi yake kama inavyofaa. Hasa ni kuhusu vita yenye jimbo yetu ya Kivu ya Kaskazini inapita ndani. Ni hasa government hairahisishe mpashaji habari atumike kazi vizuri, na ukiangalia na upande wenye ukikumiliki na M23 nao hawaachilie mpashaji habari, kwani unajua kama mpashaji habari anafasi kabambi ndani ya societe, na hiyo kazi ni ya kuangalia namna gani kupana habari za kweli, na kuangalia namna gani kugombanisha fununu ama marimer ili raia uweze kupata habari inavyofaa. Sasa kwa sisi kama wapashaji habari wenyewe unapatikana ukimbizini, tunapatikana pa Beni, mjini Beni kwa kutokea Goma, tunatumika, lakini hawaturahisishi kupata habari kama inavyofaa ili tuweze kusaidia raia waweze kupata habari inavyofaa. Katika mji mdogo wa Mangina, mbali kilomita 30 na mji wa Beni, Junior, mwandishi wa habari wa maeneo, aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurahisisha mwanahabari majukumu yake. Kutokana na msukosuko ya vita, waandishi wa habari wanapitia hali ngumu kutokana na vile wanaandika habari. Ukiona kama vile kuandika habari, ukiandika ovyo, wagaidi wanalenga sana wale waandishi wa habari. Kitu gani kifanyike basi? Ni kusema waandishi wa habari wataweza kutaka kwa government ya Kongo ulinzi wa kutosha. Wewe binafsi umepitia changamoto gani katika mji mdogo wa Mangina? Katika mji wa Mangina ni kusema kibinafsi, waandishi wa habari hawachungwi, hawapate haki zozote kutoka kwa government. Ni kusema kwamba hali ya vita tunaendelea kupitia wakati ngumu ya kujiogopa kutokana na vile ambavyo waadui wako pembezoni. Muda kidogo ukiandika habari ovyo, unaweza ukijikuta umekamatwa yani. Katika mji mdogo wa Owicha, kaskazini mwa mji wa Beni, wanahabari wakiungana katika shirika la UNPC waomba vyombo vya habari kutofanya propaganda ya wanaovamia taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Isa Musango ni mwandishi wa habari mkongwe anaopatikana katika mji wa Owicha. Sisi tunapana habari, licha ya zile habari tunazokuwa tukizipana kwa wao, government yetu naye inakuwa na umuhimu ya kuona kwamba imetuhimiza kuona kwamba lazima kuwe na namna ya kuweza kupana tahadhari, kuona kwamba habari zetu ziwe na ufundi na marekebisho ya kuzipanua, ya kuona kama zielekee kwa kukua kama zinafaa propaganda za wale waasi wanaopatikana msituni. Mwandishi wa habari katika mkoa wa Ituri ambako tumezungumza naye Costa Sambagalwa, mwandishi wa habari katika mji wa Bunia, amesema mwanzoni mwa mwaka huu mji wa Bunia umepoteza zaidi ya waandishi wa habari kwa kupigwa risasi na watu ambao hawajulikani, na hivyo ndivyo ameomba viongozi wa serikali kugharamia usalama waandishi wa habari. Tafahamu ya kwamba hapa jimboni Ituri wapasha habari wametumika katika hali sio bora kabisa, hasa wale ambao wamepatikana huko kwenye mitaa mbalimbali huko Maaru, Irumu, Jugu, Mambasa na Mahagi. Alafu tunajua kwamba wamoja wametumika na woga, na wengine basi wanakosa kitu kufanya, wamebakia hapa mjini Bunia na kuendelea kutafuta maarifa za kando kando hapa mjini Bunia, ila wakiweza kuenda mbali ni usalama yao ndio imekuwa katika mbovu, ila hali kabisa kwa sasa kufuatana na maisha ya wapasha habari sio bora kabisa, kwani tuliona katika mwanzo wa mwaka huyo mwenzetu ambaye waliua hapa mjini Bunia, tuliona namna gani hali ilikuwa, kwani yeye alikuwa mpasha habari, alikuwa kabisa anafanya kazi yake, na ni kufuatana na kazi yake ndio aliweza kupoteza maisha. Na pengine kitu gani kifanyike ili muwe na fursa na kupata uhuru wa habari katika maeneo unayoishi? Inaomba viongozi wajue ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama nchi haiwezi kuendelea vizuri bila mpasha habari. Inaomba watu wajue ya kwamba kila kazi ambayo wamekuwa wakifanya, ikuwe kazi ya maendeleo ya usalama, kama mpasha habari hapatikani, kama mpasha habari hafanyi kazi yake, hakuna kitu ambayo itaweza kuendelea. Ni hapo ndipo tumeomba kabisa
msaada ya viongozi waweze kabisa na kufaa juu chini ili ya kuweza kuleta usalama kwa wapasha habari. Kumbuka kwamba tangu kulipuka kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waandishi huwa wakipitia magumu ya kukusanya habari na kutishwa na makundi yenye silaha, wengine wakiuliwa kinyama na wengine wakitekwa nyara na kupelekwa gerezani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waandishi wa habari wapatikanao nchini humo waomba viongozi wa serikali kuwagharamia ulinzi wao na kuwa wakiwarahisisha kufanya kazi pasipo egemeo. Jeremy Asani Kiawere, MTV Beni. Nam ni ripoti yake Jeremy Asani Kiawere, mwandishi wetu wa MTV akiwa katika mji wa Beni. Kinshasa. UDPS, chama tawala nchini DRC, chaendelea na maandamano yake ya kuunga mkono vikwazo vya Marekani dhidi ya Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu. Mchana wa leo wanamemba wa UDPS imeanzisha operesheni mpya inayoitwa Tumba Kabila, ikimaanisha mchome Joseph Kabila. Hatua ya kwanza walioifanya ni kuchoma ikulu ya chama cha Kabila PPRD. Vyanzo vinasema kuwa askari polisi hawajazuia waandamanaji hao. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Ndipo tunatua nanga katika matangazo yetu ya siku ya leo, msikilizaji na mtazamaji, wewe uliyeitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya MTV. Ulikuwa nami Abel Tongo niliyekuletea matangazo haya kwa siku ya leo. Fahamu kwamba kutamatika kwa nakala hili ndio mwanzo kabisa wa kuandaa nakala jipya, na tukutane kwenye nakala lingine hadi wakati mwingine msikilizaji. Asante na kwaheri.